Naam, habari, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Mikasa na mimi ndio yule kijana wako wa dhahabu kabisa. Naitwa Shebi Alawi the Golden Boy. Leo nimepata wasaa wa kukutana na ndugu yangu hapa maarufu kama Boss Kalewa. Watu wengi wamekuwa wakimfahamu kwa jina hilo, lakini iko sababu ya mimi kuweza kufika hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mengi sana. Moja kati ya wafanyabiashara wakubwa ambao walitikisa kwa muda fulani kwa kuwa na jina kubwa, duka mengi na nini, lakini leo hii yuko na sababu ya kutueleza safari yake ya maisha mpaka kufikia hapa, ni kwa namna gani ambavyo sasa hivi amekuwa mtumishi wa Mungu na anamtumikia Mungu aliyekuwa hai, na yuko na mengi ya kutueleza na kutufunza hapa leo hii. Kwa hivyo niko naye na tunazungumza naye. Habari yako mzee? Fresh na bwana. Safi, kwema kabisa. Kwema. Habari za siku nyingi? Salama kabisa. Nakumbuka mara ya mwisho tuliwahi kukutana hapa kipindi sasa unafungua maduka mengi sana. Ukanipaga historia yako vile ulivyoaso mpaka ukafikia level fulani, lakini ukawa na jina kubwa sana. Kwanza kabla hatujafika huko, kwa ambaye akufahamu, labda unafahamika kama nani? Mimi nafahamika kwa majina yangu ya asili ambayo nimepewa na wazazi wangu. Naitwa Andrea Alexander Ndenji. Sawa sawa. Mimi ni mzaliwa Mbeya Kiela. Pale Kiela mimi nilipozaliwa, mimi nimesoma pale, nimaliza pale Kiela Day. Ndo nimetoka pale. Baada ya kujitafuta nitaanza kwenye jina la Boss Kalewa. Boss Kalewa. Sababu nilikuwa mlevi sana. Na mlevi anajitambua. Mlevi tajiri. Sasa wakati ule ulikuwa unaonekana sehemu mbalimbali, viwanja na nini, kama kuna watu wanatazama walikuwa wanakutana na wewe sehemu hizo, wanajua Boss Kalewa ni nani. Na hata biashara yako ilikuwa ikijieleza, maduka yalikuwa yako sehemu tofauti. Lakini kwa sasa hivi tumeona maduka mengi yamefungwa, na kuna namna ambavyo niliona ukiwa unazungumza kuhusiana na habari za Mungu. Nikatamani kufahamu kwamba ni kitu gani kilikutoa kule ulipokuwa unaonekana mpaka kuitwa Boss Kalewa, kutokana na ulevi na bata ambazo ulikuwa unakula, lakini pia ni kitu gani kimesababisha kuonekana kama umedrop katika maduka karibia 8 sijui 7 sehemu tofauti, na mpaka sasa hivi ni kama vile umebezi tu katika sehemu ya Mungu. Najua maisha yanakupanda na kushuka. Sawa. Na hilo mimi nilikuwa nalijua toka mwanzo. Sawa. Unajua mimi toka nikiwa mdogo nilikuwa najitambua mimi ni nani. Unaelewa? Nilikuwa najitambua mimi ni nani. Kwa hata vita nilikuwa nao naijua. Unajua mimi toka mdogo ni mtu ambaye nilikuwa naumwa sana. Nateseka sana. Kwa nateseka, lakini cha ajabu nilikuwa nashangaa mbona sifi. Alilisha kuumwa sana. Yani nilikuwa naumwa sana. Mimi hata kufuatia ndugu zangu historia yangu, mimi toka mdogo mimi ni mgonjwa. Umeona? Kisha shangaa mbona nilikuwa sifi. Umeona? Maisha yalienda kaza kugundua mimi nina kitu kikubwa cha Mungu. Na hata katika kuumwa kwangu kunifanya nimpende Mungu, kwa sababu nilikuwa najihisi kama mimi ni wakufa muda wowote. Ndio maana kutafuta mali zangu mimi sikuenda kwa mganga kuchukua utajiri. Nilianza kuwaso mwenyewe kwa nguvu. Nilipitia magumu mengi yenye kuumiza, unakatishwa tamaa na ndugu, marafiki ambao unawaamini. Yaani kifupi mimi nina moyo mzuri toka nikiwa mtoto. Unaona? Ila ukikuta mtu sasa anambia ananichukia mimi, ni vile tu maendeleo yangu. Hawezi kuambia kitu baya nilichomfanyia. Yaani chuki binafsi. Yaani chuki binafsi. Umeona, mimi nilikuwa najua, lakini nilikuwa sijali. Nikapambana sana, nikapambana kule Kiela, nikaona mikosi mingi, nilipozaliwa kufanikiwa na kwa ngumu. Ndio nikakimbilia mjini hapa.
Sawa sawa. Kimbilia mjini kama nilivyokuambiaga, makazi niliyopitia kazi nilizofanya za ajabu ajabu. Umeona? Lakini sio za ajabu ajabu kwa kipindi kile. Kutokana nilikuwa sina umaarufu. Sawa sawa. Umeona? Nilikuwa napiga bodaboda mtu anioni. Umeona? Nikiuza ndizi mtu anioni. Nimefanya kazi ya ulinzi watu wako wanioni. Kwa hiyo ilipelekea mimi kujiamini na kufeli kwenye baadhi ya biashara, lakini kana nazidi kujifunza. Lakini cha ajabu, kuna kipindi na mke wangu mmoja ambaye nimekaa naye muda mrefu kama miaka 8. Mimi niliwahi kuoa. Mimi nilikuwa naishi na mwanamke, naweza kuishi na mwanamke na miaka 20. Uli mapema sana. 19. Okay. Ndio mwanamke nimeanza kuishi na nilipo mimi form 4. Ulithubutu hiyo ni kwa sababu ya kumpenda ama kuthubutu maisha? Sababu watu wengi waga ukiambia swala la kuoa wanakuambia maisha yangu bado. Yaani ni shida, ni kitu ambacho ninacho ndani. Mimi najiaminigi. Hakuna ninachokikosa. Hakuna ambacho nashindwa mimi kukifanya. Yaani mimi sinaga uoga huo katika maisha yangu. Sijiaminigi mimi maskini. Ndio maana kitokea kitu, kwa nini sifanikiwi? Lazima nikae chini nijiulize kuna nini? Umeona? Kutokana na zile harakati nikafanya. Kuna mwanamke wangu ambaye nilikuwa nimeishi naye muda mrefu, alinisumbua sana. Lakini mshukuru kuja naye mjini huku, hali ikawa inazidi kuwa mbaya. Yule mwanamke kilichotokea, na mimi kweli nilikuwa namsumbua kama kijana. Umeona? Namsumbua. Lakini kafika stage yule mwanamke akaanza kunilipizia. Analipizia matukio. Labda kisi labda nipo atavizia kadada fulani, na yeye anaichukulia ile pale, huyu afanye naye anatafuta mwanaume fulani, analipiza ubaya kwa ubaya. Katika stage ya mwanamke kaona mimi hali yangu ngumu, kupata marafiki wanauza baa. Wale marafiki wakamshawishi, bwana mwanamume wako anakusumbua, hela yenyewe ana sio na nini. Wakamshawishi kaenda kufanya naye kazi baa. Okay. Umeona? Kafanya kazi baa. Mimi alipoondoka ile kazi baa niliumia sana. Yaani niliumia sana kwa sababu sina kitu. Wananikalia. Nikapiga goti, nakumbuka nimekaa chumba kimoja. Nikapiga goti nikamlilia Mungu, naomba unisaidie. Nipate hela zako. Sitaki hela za kishetani. So mimi toka mkiwa mdogo, lengo langu kubwa mimi sio kufanikiwa tu. Lengo langu kubwa mimi katika dunia ni kuiona pepo. Na hiyo ilitokana na ile hali ambayo Mungu moyo alionipa, na ile hali ya magonjwa nilikuwa napitia toka mdogo, kulazwa, kumwaiki. Nikajua mimi mtu akufa wote. Sasa kama nakufa naenda wapi? Okay. Umeona? Ile hali ya kusema naenda wapi, nikaa nataka hela ambayo Mungu atailizia. I say cha ajabu, Mungu siku ya kwanza ile imelia, siku ya pili nikapata wazo la kufungua Boscareo. Hapo pombe nilikuwa nakunywa. Lakini pombe nilikuwa nakunywa sio kusema labda ndo na shida sana ya pombe. Ilikuwa ni stress kutokana na magonjwa nilionayo, maisha nilionayo na vimbwanga vya mke kukukimbia. Amke kunisumbua. Kwa hiyo nilikuwa nikinywa ndio naona kama ndo faraja, napata usingizi. Okay. Napata usingizi sababu kuna vitu kama vinapiga shoti mwilini humu. Vitu vinakaba, madonda ya tumbo hayo, unashinda mawazo manini, shoti miguu kama inawaka moto. Sasa ile pale ukiwa na mawazo kiasi hicho inapelekea hiyo hali. Hiyo mimi sio mawazo tu. Yaani sio mawazo. Mimi mtu wa kulizika sana. Umeona? Mimi hata nikipata 5,000 mimi najibalansia, najua kuishi na nyakati. Okay. Ndio maana sasa hizi nimeyumba, lakini naishi na nyakati. Kwa wanaocheka wanacheka, wanafurahi wapo, lakini mimi najua hao wanacheka, wanafurahi kwa sababu ili mimi ni paniki nitafute mafanikio ambayo sio ya kihalali. Unajua mtu kishampenda Mungu bwana, na kwa uogope. Mtu anaweza kucheka, unamwangalia tuambia ajui chochote anachokuchekea. Kwa uelewa wangu nimeona kumekuwa kwa interviews nyingi ambazo nimezifanya za shuhuda mbalimbali kutokea huko Mbeya, Kiela, Iringa. Watu wengi ndio wamekuwa wakisifu kwamba wanaendaga kutafutaga huko utajiri, yani kwamba kuna vijana wadogo wanamiliki vitu vikubwa kupitia mali za kishirikina. Wewe imekupelekea vipi kutamani na maeneo ya huko Mbeya, Iringa, Njombe ndio kunasadikika kuna hizo mali sana kwa siku hizi, vijana wadogo kabisa?
Tunduma. Tunduma huko. Ile unajua shida iko hivi. Mungu alisema hivi kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Mambo mengine yatazidishiwa. Sasa na maana tukiona mtu anatafuta mali ambazo sio za ambazo zipo kwenye mipango ya Mungu, huyo kaifuata dunia. Hajamtafuta kwanza Mungu. Hiyo ukianza kumtafuta kwanza Mungu, ukijua mimi lengo langu na ujue kwa nini Mungu aliumba dunia na kwa nini Mungu aliumba mbingu, duniani kuna kitu gani, ukijua hivyo vitu, hutotamani mali hela yananilia za kishirikina. Kwa sababu wewe utakuwa unawaza kufika mbinguni. Unapowaza kufika mbinguni, ndivyo Mungu anakupa tiketi. Mungu akishaona huyu mtu kisha kata tiketi, huyu kwa lolote huwezi kumpindua, huyu ni mbinguni tu. Pale Mungu ndipo anapo sasa yeye anaanza kukubariki toka duniani. Ndio hicho kitu mimi nilikuwa nakijua muda mrefu. Mungu anaanza kubariki toka duniani, kama huyu hata nikimbariki bado ni wakwa. Mungu abariki mtu ambaye anajua ni maisha yake ya dunia tu. Umeona? Na kumtafuta Mungu ni kufuata sheria zake. Utafutaji wake, mapito. Kwa sababu Mungu lazima ili akupime, lazima kuna mapito upitie. Binadamu hawataki kupitia hayo mapito. Ndio mimi nimepitia. Nimepitia mapito mwaka jana ya kuomba hadi 5,000 na itafuta. Lakini mtu mwingine hawezi akajua. Nimepitia maisha magumu. Yaani nilifika stage kila kitu kilikataa. Mpaka nikamwambia Mungu, hapa mimi nguvu yangu imefika mwisho. Nauza nyumba. Nirudi kwenye mfumo. Nimeuza nyumba yangu. Nirudi kwenye mfumo. Nenda nanua mzigo unakosewa, unakuwa tofauti. Umeelewa? Yaani ulifikia stage ya kuuza hadi nyumba. Nimeuza kila kitu. Gari zangu mimi nimeuza, nyumba nimeuza, viwanja nimeuza. Umeona? Ili nirudi kwenye mfumo. Ulipanic. Unajua mimi ndio maana nashangaa mtu anapotafuta hela. Lazima kuna nguvu iwepo nyuma. Kuna nguvu hiyo ya kishetani au ya Mungu. Umeona? Sasa mimi toka mwaka juzi nahangaika, watu walikuwa wajui. Siko nahangaika. Yanakuja madeni. Mara store, mara mvua imeingia store. Nguo karibia zote zimeliwa na panya, mara zimeroa na mvua. Yaani pata hasara. Nilikuwa na mikopo, mimi kwa mwezi nilipa milioni 9. Kwa mwezi? Nilikuwa nilipa milioni 9. Nilikuwa na mikopo mitatu, kila mkopo milioni 3. Umeelewa? Kila mwezi naingiza milioni 9 benki. Lakini nilifika stage nadaiwa mikopo. Umeelewa? Watoto shule, kama unavyojua mimi Mungu anibariki watoto. Mimi na watoto wengi. Wangapi wanafika sasa hivi? Watoto mimi na watoto wengi. Watoto kama 8 hivi. Bwana. Ya Mungu. Wote wa mama mmoja? Hamna. Kila mtu mama yake. Bwana. Unajua ujana maji ya moto. Mama 8. Sababu ujana maji ya moto. Sasa mtu kishapata hela, wanawake wanakuja wenyewe. Umeona? Una haja ya kuhangaika nao wenyewe. Sasa unakuja mwanamke anakutegeshea mimba, wewe una mpango. Kwa sababu ya mali. Si anajua tajiri. Sina watoto wengi, mimi watoto 8. Kila mtu mama yake. Bora. Hiyo kweli ni ujana. Lakini ndugu zangu hao wanasema kwamba lakini ni utajiri pia huo wa watoto nao. Ni utajiri mkubwa. Katika hao 8 wanaweza wakakufaa wangapi? Ni utajiri mkubwa kwa sababu hata kipindi napitia magumu, vita yangu kubwa ilikuwa kwangu mimi. Unajua mimi vita yangu mimi, unaona mimi sasa hizi sina mali, lakini nina furaha. Sababu gani? Nimepona. Mungu anipa uzima. Ni kitu ambacho nilikuwa natafuta miaka yote. Umeona? Mimi kipindi kile mnaona mimi na mali, mimi nakula bata, mimi kwa si enjoy. Yaani fika stage unakaa na mtu unamnulia bia au mnakula bia hapa. Yule mtu ambaye unamnulia bia unamtamani maisha yake. Mbona jamaa humu chochote? Mimi nakunywa bia, nasikia vitu vinachana huko, vinauma. Yaani ndio mpaka ifika stage nikaa nataka pombe kali. Yaani ninywe pombe kali tu. Ndio hiyo ya kuchana siku kuuma ilikuwa inasababishwa na nini?
Ule bwana ulikuwa ni uchawi. Yaani ulilogwa. Yaani ni logo sababu nishaenda hospitali karibia yote sioni kitu. Yaani maana yake sasa hapo kwenye kulogwa sasa. Ulilogwa ni vita ya kibiashara sasa na matajiri wenzako. Sasa mimi hapo matajiri wenzangu wajani niloga mimi kuniua. Unaelewa? Mimi kulogwa kwangu kwa na kwetu. Okay. Umeelewa? Unajua mimi kwetu kwa mfano upande wa mamangu. Mimi ndo mtoto ndo yani ni mjukuu wa mwisho sio niseme. Umeona? Lakini upande wa mamangu mimi hamna tajiri. Hata mmoja. Hata na hajaitokea. Kwa kwako ikawa kama historia. Ikawa historia. Mtoto mdogo. Vita ilianzia nyumbani wale mama zangu wote wale. Sio wote. Kuna wapo wengi tu wachawi mimi najua walifika sasa hivi mpaka wengine wananitamkia live. Ufiki popote wewe. Tutaona utafika wapi? Kulea mwenyewe. Vita ya nyumbani kwangu wanataka kunichukua kwa sababu si unajua mtu kishakuwa na kitu cha kimungu, wanajua akishapata hela karibu mpango wao. Unajua wachawi wako hivi. Wachawi wanataka kishaona huyu mtu ana nguvu ya Mungu. Huyu akishatoboa huyu kwa vile atatuharibia baadaye. Sababu wao lengo lao ni kufanya nao nataka wao kuongoza ukoo fulani. Sasa mimi na nguvu ya Mungu. Umeona? Mimi ni mtu wa Mungu. Mpaka ndio maana kwenye yale mapito yote nilikuwa nikioteshwa ndoto Mungu anasema vumilia. Wanambao watakuelewa wewe vumilia. Mbona Mungu alivyo Mimi nimeishiwa nilishia sina hata 100. Kabisa. Yaani wewe lipo jina tu boss. Yaani jina tu sina hata 100. Washikaji ambao walikuwa na bang nao nini? Wamekimbia wote. Kila siku. Hata ndugu zangu ambao nimewainua, mimi nimewainua ndugu zangu. Na baadhi ndugu zangu wengine na maduka afani nimewainua hapa mfumo lakini nao wakanigeuka. Lakini sisi unajua ukiwa mtumishi wa Mungu unajua kabisa wale sio wao ni kuonea huruma kwa sababu hawajaokoka. Unajua usipookoka shetani anapanda kutumia na shetani ili akuumize wewe anatumia watu wako wa karibu. Na maana wanavamiwa na roho za kunichukia tu mimi. Sio wao ni kwa sababu wao hawajaokoka. Elewa? Kwa maana mimi mpaka leo siwezi kuwalaumu. Ila hata nikiwa nawaombea Mungu waokoe wape ufahamu. Okay. Umeona kwa sababu sio wao. Shida ni kutokujua wokovu. Japokuwa nao kwa Mungu wana dhambi. Kwa nini ukubali shetani akutumie? Na wanaweza wasikuelewe sasa hivi nini unasema. Kama nini watasema ni stress tu. Ni stress. Hata wengine wanasema tu yule kafilisika kazidisha waganga. Sio siri mimi au kakosea masharti. Nishakutana na hizo comment. Hizo ziko nyingi sana. Na mimi wakiongea hivyo nakuwa na wakiniambia amekosea masharti kakosa kazidisha waganga. Ni kweli mimi kuna kipindi mimi nimeenda sana kwa waganga. Yaani kwa mwaka juzi ile mwaka jana ile mpaka kuanzia mwaka jana mpaka mwezi wa 6 hivi nimeenda sana kwa waganga lakini sikwenda kwa waganga sababu ya utajiri. Naenda kwa waganga nishamwambia Mungu mimi naenda kwa waganga sababu naona wewe unitibu. Mimi nakuomba kila siku siponi. Naenda kwa waganga kutafuta utajiri, kutafuta afya. Na vile ulichokuwa unaumwa ambacho hospitali hakionekani. Nilikuwa nateseka sana. Mtu alikuwa akiniona ndio kuta mimi sometimes kanikuta mimi nimekauka, sometimes ngozi imebadilika. Kutokana na sometimes kuta mwili wote unakuwa kama umewaka unawaka wote. Ukilala usiku unaona jamko unakuta mweusi. Maumivu unayopata yale yanabadilisha mpaka afya yako, mpaka muonekano wako unabadilika. Na hospitali hakionekani. Yo babu bro mimi inshallah kama mara 20 nafika. Naona kabisa roho yangu inachomoka kabisa hivi. Lakini kwa sababu ninamwambia Mungu na watoto wangu mimi wengine nimezaa kijijini, nimetoa vijijini hawa wataishije hawa? Nipe muda Mungu wangu. Nipe muda ile roho inaona inarudi. Yaani ukutana vitu vikubwa, vitu vizito ambavyo mtu wa kawaida hawezi kuelewa. Unajua una vingi. Yaani vingi. Yaani kwa disia ya bichi. Lakini mimi nataka kwa faida ambaye anatazama. Unajua sasa hivi kuna mtu anatutazama huenda ikawa alikuwa ama yupo katika hali ambayo wewe ulikuwa. Ndio. Ila hajui ni kwa namna gani atakomboka. Atahangaika labda kwa waganga ama hospitali mawapi nini, atagombana na ndugu na analogwa nini. Lakini kumbe iko njia ambayo inaweza ikamuokoa
Sasa kupitia hizo changamoto zako kuna maelfu ya watu wanaenda kukomboka na kupona kupitia njia ambayo wewe umepona, ambayo ni njia sahihi zaidi. Yeah. Sasa najua unayo mengi, lakini mimi nataka unielezee taratibu, angalau hata kama ni machache, lakini yale ambayo ni makubwa, ambayo bila shaka yataenda kuigusa jamii ambayo inatutazama. Yeah. Safari yako ya mafanikio pale, ni vita zipi na zipi ambazo ulikuwa umezipitia, tukiachana hiyo vita ya kuumwa na nini, hasa katika upande huo wa kishirikina na watu ambao wanakuzunguka, hasa wafanyabiashara wenzako na nini, ni vitu gani pale ulivipitia? Kuna siri gani pale zimetokea mpaka drop, kushuka chini kabisa, kiasi ambacho ulikuwa unapitia huko na madeni, sijui nguo zinaliwa na panya zote, si hali ya kawaida? Au mvua inanyesha lakini store tu ndo kuna loa. Unaloa. Sio vitu vya kawaida. Ilikuwa ni vitu gani na vitu gani? Hebu jaribu kutuelezea kabla hatujafika katika safari ya wokovu. Sasa unajua hili nilizungumzia kiroho zaidi. Sawa. Kwa sababu mimi nilikuwa naumwa sana. Kwa sababu nilikuwa mimi kwanza nitoka mdogo napitia maisha magumu, naumwa. Sawa. Mpaka nakuwa, mpaka mafanikio yangu nifanya vitu vingi vigumu. Na feli, naanza upya, na feli, nafanya ulinzi, nimekuwa mlinzi sana mimi. Sawa. Umeona? Nimetimiza sana viatu, nimefanya vitu, nimeuza CD hizi, nimekuwa kinyozi, nimekuwa bodaboda, nimefanya vitu vingi. Kwa hiyo nafanikiwa. Baada ile kupiga goti kwa Mungu, baada ya mke kuniacha kwenda kufanya kazi baa. Nililia, ndio siku ya pili nikapata akili kufungua bosi kalewa. Ndio nikaanza beta bataleni, nikafungua kibanda pale. Kale kibanda nilikuwa naona pale kabla Flame. Kwa ile ilipelekea mimi Mungu aliponionyesha ile njia, nilifungua bosi kalewa tu ikaitika. Kwanza mimi hata kipindi cha nyuma kabla hata kufungua bosi kalewa, nilikuwa kinachofanya pamoja na kuumwa kwangu kiwa kinaenda, ila nilikuwa nahangaika kujitibu. Nimeenda hadi Kenya. Ndio ananiambia kuna nabii po Kenya, naenda huko. Mimi kununua hizo dawa kwa masaa hizi, sababu hospitali sione kitu. Unaona? Mpaka dadangu mmoja akaniambia nataka mjini, akasema wewe utakuwa una ukimwi nini? Kanipima ukimwi si mara ngapi? Anakuta mimi ukimwi sina. Umeona? Kwa sababu unachoumwa akieleweki. Amenitibu, amenichoka mpaka anaongea na madaktari pale Danelia pale Muhimbili. Madaktari wakubwa ambao anawajiona nao wanafanya vipimo vikubwa vile. Haoni kitu, akachanganyikiwa dada. Mpaka leo yeye sidhani kama anajua kama bado nilikuwa nateseka. Yaani fika stage mtu unaumwa mpaka unasema yaani mpaka maumivu unayazoea. Unayazoea afu unasema kumwambia dada hapa. Atachanganyikiwa. Bwana, vipi unaendeleaje? Dada mimi mzima kabisa. Yaani unachoka kumwambia naumwa kila siku. Unaona? Sasa hivi pekee ndipo kwa sababu Mungu alipo pamoja na kuumwa kwangu. Yule mke wangu kwanza anaelewa matatizo yalikuwa anapitia. Ndio mimi nilimuacha kwa sababu anajua sikutafuta hela kichawi mimi. Nikitafuta hela kichawi angejua siri yangu. Ndio mimi kwa mwanamke akinizingua mimi napiga chini. Akinizingua mimi napiga chini kwa sababu nakuwa na hasira. Wanaponishindwa kuniua mimi wanawaingia wao. Wao wanapikwa na wanarogwa, wanafanya vitu vya ajabu, kunitoa mimi kwenye mudi. Nikionaga vipi bwana wewe, tunatoka. Tukitoka mwanamke naye tena anakuwa na vita, anaanza kuniroga tena na yeye. Nimerogwa na wanawake, nimerogwa na ndugu. Yaani wanaroga ili warudi kwa sababu wanaona wanaiacha mali. Sasa mimi hapa unajua mimi asili yangu kwanza. Asili yangu Mungu alivyoniumba. Mtu akupendwa na wanawake kwanza. Unaona? Nyota yako inapendwa na wanawake. Yaani hiyo sio kama najisifia, ni kitu ambacho kipo. Hiyo nyota ninayo, ya kupendwa na wanawake ninayo. Lakini bado nyota ya kupendwa na Mungu nayo ipo. Ndio wamefanya vitu vyao, wamefanya vyao. Wameshinda. Sasa nipo kuja kubugi. Kwa maana siku nimelala. Malaika anasemaje? Wewe, Roho Mtakatifu anakuambia wewe kitu ulichokosea. Mungu amekuokoa toka huko zamani, kakulinda. Unaona? Kakubariki. Hapo inakujia kama ndoto. Ndoto. Mimi ni mtu wa ndoto. Sio hata ndoto ya Chigo Love ile. Ni mota kweli. Mtu mwingine atakuwa kama dogo muone tu tabani. Lakini mimi ni maonyesho kweli. Watu wanasema maisha yamempiga. Haki ya Mungu mimi nimeiona kweli. Tuanze na ndoto hiyo kwanza. Wanasema malaika anakuwa anakwambia
Anasemaje? Kitu cha kukosea kikubwa na mimi mpaka kuyumba na hiyo mikosi kuwepo. Unajua mimi zamani mimi nilikuwa nashinda ndani nimelala. Nikitoka tu jioni kufuatilia mizigo yangu labda kama ni Kariakoo au kama ni wapi, kama kuagiza China na kurudi nyumbani kwa sababu nilikuwa naumwa muda wote. Muda wote tumbo linaniwaka, lakini nilikuwa biashara inaenda hivi. Elewa? Mpaka mimi nashangaa. Hakuna dawa yoyote, hakuna dawa yoyote. Na unapokaa ndani watu wanajua bosi analala. Bosi analala, ila mimi naumwa nateseka. Sometimes mwili wangu kichwa kama nataka kuruka. Sababu nilikuwa shindana na akili yangu nataka kuruka kabisa, naona hivi nataka kuwa chizi yani. Nashindana naambia Mungu haiwezekani. Lakini huko mambo mabiashara ndio yanazidi. Mambo yanaenda mara Riverside, mara wapi. Babu sinitaka nifungue na showroom ya magari mwaka juzi ile. Mwaka juzi ile mwezi wa kwanza nataka nifungue showroom ya magari kwa sababu hadi press shanda kiasi cha kufungulia cha kufanya biashara. Lakini ndio vitu vilizidi kuwa vigumu. Ghafla tu kinatokea hichi, mambo yanatokea mkosi huu, mambo yanatokea hichi. Sasa hicho cha kubugi nikasema Mungu nimeteseka sana. Nataka niwe mzima sasa hivi. Unajua mimi kabla ya kupata mafanikio nilikuwa mtu wa imani sana, mtu wa kuomba sana Mungu, hata tena kanisani. Ila nilizipatia pale kwa Gwajima pale. Mimi pale ndo nilikuwa nasali pale kipindi hicho. Maombi pale nini? Sadaka yangu hata kama ni kipindi hicho nimetafuta buku wiki, nimepata buku hiyo naipeleka kanisani. Ndio Mungu aangalie mtu anayetoa hela nyingi, anaangalia mtu mwenye ile kiasi chake alichonacho na hela anayotoa anapima. Mtu anaweza katoa milioni 20 na akatoa mtu mwingine buku, Mungu akapokea ile buku kwa sababu anajua yule mwenye buku mpaka ametoa ile buku alikuwa na shilingi ngapi. Sasa mtu ana mabilioni anatoa milioni 20 kwa Mungu bado ni ndogo. Umeona? Mimi nilipata hela baada ya kusali pale nikafanikiwaga, mimi nikapata hela. Nilipata hela sasa shetani akaniingia. Yaani kwanza hata kabla ya kufanikiwa mimi nilioteshwa ndoto. Kipindi cha corona kile. Nikaoteshwa ndoto nikaambiwa miaka 2 utapata sana hela. Hapo sina kitu hapo, sielewi hapo. Nauza CD nafanya na ukinyozi kule chini. Sielewi. Miaka hiyo utapata hela. Miaka nitapata hela kivipi? Siku ya pili kukaa baada kama wiki mke wangu kaniacha. Leo niacha mke wangu nikalia kwa Mungu. Mungu nataka nipate hela zako. Nilia kama saa ngapi nimejifungia ndani nalia, Mungu nipate hela zako, sitaki hela za kichawi. Kwa sababu unaamini moja kati ya sababu zinazosababisha uachwe ni umaskini pia. Umaskini na vile vile mwanamke naye alikuwa amevurugwa. Umeona? Na kupelekea kufanya kazi ya baa. Na yule mwanamke sio kwamba aliniacha kwa kupenda, tuliana tena mwana baadaye. Aliniacha kutokana na yule mwanamke alikuwa mshindani sana. Yaani mimi nataka mpanga baba nichukue kitu fulani niweke kwenye biashara. Yeye anakwambia, "Nua TV inchi 80. Bora wenzangu wanayo." Kwa hiyo tunashindana. Yaani mimi nawaza hiyo vitu tutafanya baadaye, biashara ikikaa sawa, hiyo tunashindana, nataka nivifanye sasa hivi. Na maana hivi naishi maisha haya. Sasa mimi katika maisha yangu maskini, shaambia Mungu mimi kuwa maskini bora kufa. Mungu analijua. Mungu mimi kuwa maskini bora kufa. Na nataka hela zako. Sitaki hela za njia za panya. Yaani sitaki milioni na hela eti nimelaza damu ya mtu au nimelaza damu nimefanya vitu ambavyo Mungu havimuuzi afu mimi nifanikiwe. Mimi kwangu mimi najiona kama nishakufa. Sasa kama nishakufa kwa nini nifanye vitu ambavyo vinanifanya nisimuone Mungu? Elewa. Kwa sababu kipindi kile nilipokuja kufanikiwa akasema sasa hizi nimefanikiwa hivi nimeteseka mateso yale. Kama Mungu wewe nisamee kwanza niweke pembeni kwanza sasa hivi. Mimi nile bata kwanza. Kwa mateso niliyopitia baada ya kuzipata zile hela sasa. Nikaacha kusali fungu la 10 nikaacha kutoa.